huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Msasu. Hii ni ibada moja muhimu sana kwenye kanisa. Ni ibada muhimu sana kwa waamini. Kwa hiyo wewe kama muamini, jitahidi sana kutengeneza moyo wako ili uweze kuwa mshirika wa ibada ya utoaji. Naamini kweli kipindi tulicho nacho, kipindi tulichokianza, naamini ni kipindi ambacho Mungu kweli ameachilia mbaraka. Ni kwa nini? Nimeona mwitikio wa madhabahu kwa ajili ya ibada ya utoaji. Watu wa Mungu, ibada tulioifanya tulikuwa tunaimwagilia madhabahu. Tulikuwa tunaimwagilia madhabahu ili madhabahu iweze kustawi. Na hiyo tumeona. Udhihirisho wake unaonekana kwa mfumo gani? Ni kwa haya matendo ya ibada ya leo. Vitu tunavyo vingi sana, ukwila hatuna wa kuwapa leo. Unaona raha yake? Manake kwenye hazina yetu kuna kitu. Ndio maana najidai na ninafurahi kwamba kweli tumekomaa. Haleluya. 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 Hiyo ni ishara ya kupenya, kwamba tumeuanza mwaka kwa mpenyo. Haleluya. Tumepenya. Watu wameitika. Watu wamekubali kufanya ibada ya utoaji. Wamekubali kustawisha madhabahu. Watu wa Mungu, Mungu wakati ananituma, Mungu yeye ambaye ni pendo, unyenyekevu na uvumilivu, kitu cha muhimu zaidi alichokiagiza ni kutoa. Naomba kila mmoja ujithamini katika hilo. Mimi ni watu wa Mungu. Kutoa ni moyo, sio utajiri. Kutoa ni moyo, sio utajiri. Unaweza kaa tajiri unavyo vingi, lakini huna moyo wa utoaji. Kwa lugha nyepesi ya kiibada, huna Mungu. Kwa sababu utoaji ni ishara na ni roho ya Mungu. Kwa hiyo wote tulioshiriki ibada kwa moyo, hakika tunathibitisha kwamba Mungu wa umina tunaye ndani mwetu. Haleluya. Huyu Mungu anajitambulisha katika upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Tungekuwa huyu Mungu hatujampa nafasi ndani ya mioyo yetu, wala tusingekubali kufanya ibada pamoja na mtume kwa siku hii ya leo. Naamini 2026 kwamba ni wakati wa kanisa kubarikiwa. Mungu aliniambia nikuambie kwamba kubarikiwa kwako, amekubariki kwa ajili ya wengine. Ili naomba uliandike kwenye ubao wa moyo wako.
kwamba hiki ambacho unaenda kukitawala na kukimiliki 2026 ni kwa ajili ya wengine. Maana yake tuwe wepesi kutoa. Tayari tumeshabarikiwa, tumebarikiwa, tumewezeshwa kwa ajili ya wengine. Hilo naomba ujue. Hilo naomba ujue. Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazoshindana. Katika ushindani wa hizi falme mbili unategemewa wewe katika kutoa nafasi moyoni mwako. Moyoni mwako ni chumba cha ibada. Mungu anang'ang'ana afanye ibada ndani ya moyo wako. Shetani anang'ang'ana afanye ibada ndani ya moyo wako. Ni namna gani mahekalu ya kwetu yana thamani chini ya jua? Mtu wa Mungu unajidharau, tuwe ni wa thamani. Ujui. Unasikia watu wa Mungu, wewe ni wa thamani. Mwambie jirani yako, wewe ni wa thamani. Mwambie tena, wewe ni wa thamani. Watu wa Mungu, sisi ni wa thamani. Tumejitoa ili Mungu akae ndani mwetu. Mungu siku zote anahangaika, hampate wapi, hampate nani kwa ajili ya utukufu wake. Watu wa Mungu, wokovu ni mabadiliko ya tabia. Tumeamua kubadilika tabia, lengo na kusudi hekalu letu tulikabidhi kwake Mungu. Wokovu ni mabadiliko ya tabia. Hili naomba ulishikilie sana, ili mpenyo unaoendelea kuupata 2026 uweze kudumu kwako. Linda sana moyo wako kuliko vitu vingine vyote ulindavyo, maana ndiko itokako chemichemi ya uzima. Uzima ni nini? Ni utambulisho wa uokovu wako mbele ya wana wa Adamu. Naomba nielewe vizuri. Uzima wako ni matendo mema. Mtu wa Mungu, wewe ni wa thamani. Yaani ujijui tu. Shetani anawinda ili akae kwako. Mungu anawinda ili akae kwako. Wewe ni wa thamani chini ya jua. Wewe ni wa thamani, ujui. Itumie hii nafasi. Kuna kitu Mungu anataka akifanye kwako. Tulia. 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 Kristo amerejea. Lengo na kusudi, anataka kuona walio wake wakitawala na kumiliki. Lakini ili tuweze kutawala na kumiliki,
tunahitaji kuamua kubadilika. Badilika. Badilika. Wa Kristo ni tabia ya Bwana wetu, mwalimu wetu, mfalme wetu. Kwa maana yake aliishi na alitembea kwa tabia ya namna gani? Kwa lengo na kusudi. Hacha ujanja humu. Tulia. Wewe ni wa thamani, ujui. Umepata neema ya kuingia kukaa na kushiriki hili neno. Wewe ni wa thamani. Wewe ni hekalu. Wewe ni hekalu lake Mungu. Wewe ni hekalu. Tulia. Cha ujanja. Tulia. Amua kumuishi Kristo. Tumepewa nafasi ya kutawala na kumiliki. Mungu kuna kitu anataka akifanye kwako. Kubarikiwa kwako, heshima na utukufu ni vya kwake. Kuna kitu anataka afanye kwako. Watu wa Mungu wanapotoa ufunuo wa mpenyo, Mungu ameamua. Bila watu wa Mungu, Mungu ameamua. Cha msingi na muhimu tubadilike. Huu ni mwaka mpya. Na mwaka mpya lazima uwe na mambo mapya. Jitathmini, ulijikwaa wapi? Ulikosea wapi? Moyoni mwako ni chumba cha ibada. Moyoni mwako ni chumba cha ibada. Ni mahali patakatifu. Ni hekalu la Bwana. Moyoni mwako chumba cha ibada. Waondoe hao wafanya biashara. Waondoe hao madalali. Tabia isiyompendeza Kristo. Kubali kuanzia leo. Ujumbe tulionao leo nasema uokovu ni mabadiliko ya tabia. Tukikubali kubadilika, hakuna kitakachoshindikana. Ndio mtihani tukubali kubadilika. Mungu wangu aliyenituma anachosubiri ukubali. Ukisha kubali kubadilika ni mpenyo. Moyoni mwako ni chumba cha ibada. Moyoni mwako ni chumba cha
ibada. Neno la Mungu linasema, amini nawaambia, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo haingii kamwe. Amini, amini nawaambia, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo huo ufalme wa Mungu hauingii kamwe. Kuna ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu, lakini vyote hivi ni neno hili. Ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu ni pale Mungu anapopewa nafasi ndani ya maisha yako, na matokeo yake yanaleta udhihirisho kwamba huko mbinguni, na hiyo inaitwa mbingu. Lakini hii mbingu tuweze kuipata, ni lazima tufanane kama watoto wadogo. Ajikwezae ushushwa, na ajishushae ukwezwa. Watu wa Mungu, unajua mtoto mdogo hata ungempiga saizi utasikia mama mama, lakini we baba ukimpiga mkeo wiki amuongei. Bwana wetu Yesu ambaye ni Kristo anaagiza, anatufananisha, na anapenda aone tuwe kama watoto wadogo. Lengo na kusudi, kuna kitu anataka akifanye. Kwa hiyo ili uweze mpenyo kakuingia wewe, shuka, badilika. Narudia tena, neno la Mungu linasema, amini nawaambieni, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Wokovu wako usiposhuka kama mtoto, usitegemee kubarikiwa. Ndio maana yake tunapojadili ufalme wake Mungu, ni mafanikio na jawabu la maombi yetu mbele zake Mungu. Ndio maana yake, ndio maana yake, ndio maana yake. Baba yetu aliye mbinguni anatuambia kabisa, ufalme wako uje na mapenzi yako yafanyaje? Yatimizwe. Wapi? Hapa. Wapi? Kama vile. Ili hayo yote yawe matimilifu, tunatakiwa tuwe kama watoto wadogo. Narudia tena, wote hapa tulio wengi ni wazazi, na tunapiga sana watoto. Tuko hapa, lakini yule mtoto namwona mama, wala awekezi ndani. Kwa nini mtoto awekezi ndani? Ni hekalu la Mungu. Ni hekalu. Ni hekalu. Ni hekalu. Mathayo 18
anatufundisha na anatuagiza ili yaweze kushuka na kuonekana kwenye biashara zetu, kwenye kazi za kilimo za kwetu, kwenye ajira zetu. Anataka kuona tuwe kama watoto wadogo. Ndani yake kuna upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Mathayo 18 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Katika ufalme wa Mungu. Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, 2, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Ni kiulizo. Yesu akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao, wale wanafunzi wa Yesu. Tatu, akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama watoto, msipoongoka na kuwa kama watoto wadogo, kuongoka watu wa Mungu ni kubadilika. Pale tunaondoa neno kuongoka, tunaweka kubadilika. Msipobadilika kama watoto wadogo, kinachotafutwa hapo ni ufalme wa kwake Mungu. Kwa hiyo ili ufalme wa kwake Mungu uweze kujidhihirisha katikati yetu sisi, ni lazima tuwe kama watoto wadogo, kwa tabia, kwa mienendo yetu. Ndio maana yake. Nilishawaambia, mtu akikuuliza kwamba umewahi kumwona Mungu, lazima uwe na jibu. Kumwona Mungu ni pale ambapo maombi yako yanakuwa yamejibiwa. Ibada zako zinapokuwa zina majibu, yale matokeo ndo Mungu mwenyewe. Hakuna ibada ya kusema eti siku ya mwisho kumwona Mungu. Wapi? Hapa onekanike kwanza. Kuna siku mtanielewa. Sina ibada za Kipentekosto. Nimetumwa niwaambie. Nimetumwa niwaambie. Kwa hiyo Mungu siku zote anaonekana. Mungu siku zote yupo. Ukiona pana pahala pameandikwa ufalme wa mbinguni, manake maana ya pale unaweza kutoa lile neno, andika ufalme wa Mungu. Ufalme wa nani? Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Tunahitaji ufalme wake uje. Kutimizwa kwa mapenzi yake yeye ni kila alichotuahidi kukiachilia kwetu. Tukione, tutawale na kumiliki. Hapa hakuna ulokola kusema mimi Pentekoste nimeokoka ati wewe njaa tu. Hakuna.
Hakuna. Hakuna. Hakuna. Akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama watoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hutamuona Mungu. Maombi yetu yanashindwa kujibiwa ni kwa sababu mioyo yetu bado haijabadilika. 2026 ni wakati wa kupenya. Mwambie jirani yako, ni wakati wa kupenya. Mwambie tena, badilika tabia. Mwambie tena, haleluya. Akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama watoto. Unaweza ukaokoka lakini hujabadilika. Mienendo yako haifanani na yeye. Akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama watoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hamtaingia, hutafaidi, hutaona, maombi yako hayatajibiwa. Wengi tunasumbuka, wengi tunateseka, ni kwa sababu kuna baadhi ya uchafu hatujauacha. Tabia. Huu ni mwaka mwingine, tumezaliwa upya, tuko duniani, na hapa duniani ndipo ambapo Mungu anatakiwa atangulie kujidhihirisha. Maana yake nini? Lazima Mungu aonekane kwenye maisha ya kwako, kwenye familia ya kwako, watu wamjue Mungu ni mwabudu. Wokovu ni mabadiliko. Madhaifu hayo ya hizo tabia ndiyo anaotumia adui wa kwetu. Tusikubali. 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 Mstari wa 4 unasema hivi: basi yoyote ajinyenyekezae mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Yoyote anayeshuka ndiye maombi yake yanajibiwa. Ndio manake yoyote mwenye upendo, yoyote aliye mnyenyekevu, yoyote aliye mvumilivu ndiye atakayeona mbingu. Unaona mbingu kwa mfumo gani? Ni yule ambaye majibu, jawabu la kazi zako za mikono litadhihirika katikati yako. Ndio maana yake. Hapa tuhubiri injili ya kusema uwe maskini chini ya jua, alafu eti huko mbinguni utaenda kutawala na kumiliki. Unatawala na kumiliki nini? Kule mtawala ni mmoja. Hamjanielewa. Mbinguni ni mtawala huyu. Kwa hiyo unataka ukatawale na kumiliki nini? Kazana hapa. Kazana hapa. Unaniangalia? Kazana hapa. Ashuke, akae mfukoni mwako, uende naye. Kazana hapa. Wokovu ni mabadiliko. Unajua mtoto mdogo bwana, hata ukimfinya tuchwa, utasikia wao mama, mfinye huyu uone.
maji ya kuoga hayo, ama huna chakula. Ubaya tu. Unajua na jamaa yule akili yake iliyo akinuna, ubaya tu. Ubaya tu. Kwenye nyumba ubaya. Jibuni kwenye nyumba ubaya. Ubaya tu. Kwenda wapi? Huo ubaya uende wapi? Siwaze sana mwanangu. Nono unawaza sana. Right. Nawaza sana. Shida nini? Shida nini? Au ulikuwa unanifuatilia kwa umakini? Ulikuwa unanisikiliza? Kama ulikuwa unanisikiliza, hili neno kalitendee kazi, kalifanyie kazi ili lilete matunda. Basi yeyote ajinyenyekezaye mwenyewe kama mtoto, huyo ndiye aliyemwamini. Ninachofundisha siku hii ya leo tulioanza huu mwaka ni mabadiliko ya tabia. Tabia ndo nguzo pekee inomfanya Yesu ambaye ni Kristo afanye kitu kwako. Mengi tumeyakosa, mengi hayana majibu, ni kwa sababu hatuna utayari wa tabia zetu kubadilika. Bali atakaye mkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Watu wa Mungu, ili Mungu hawe na haki kwetu, au ili sisi tuwe na haki kwake Mungu anachotaka kuangalia ni mabadiliko ya tabia. Neno la Mungu linasema, amini nawaambia, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo. Tunaweza tukabadilisha hapo, mtu yoyote asiyeishi kama mtoto mdogo, asiyeishi kama huyo hata muona Mungu. Manake Mungu anaangalia tabia. Unajua mimi ni mtume, injili yangu iko tofauti na injili ambayo mmehubiriwa miaka yote. Hapa angekuwa ni mchungaji wako, mnahubiri mambo ya huko mbinguni. Si mbinguni ni wapi? Amini nawaambia, aminini nawaambia. Hivi ndio natamka. Unatakiwa kupokea, unatakiwa lifanyie kazi ili mpenyo uweze kuthibitika kwako leo. Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, 2026 ni mwaka wa kanisa kutawala na kumiliki. Lazima tutawale na kumiliki chini ya jua. Mimi nielewa watu wa Mungu. Asili ya Mungu lazima aonekane hapa. Lazima aonekane hapa. Na kuonekana kwake Mungu chini ya jua, anakuhitaji wewe. Manake kwako magonjwa hayana nafasi.
Umaskini hauna nafasi. Mbona kwenye biashara unalia? Mbona kwenye kazi zako za mikono unalialia nini? Nimegundua tabia. Wokovu ni mabadiliko ya tabia. Tumeokoka ili Yesu ambaye ni Kristo aweze kujidhihirisha kwetu. Tusipokuwepo ambao tumeokoka chini ya jua, neno Kristo halitatamkwa. Kwa ajili ya nini na kwa faida ya nani? Mtu wa Mungu, ni wa thamani. Mungu amenituma nikwambie wewe ni wa thamani. Mwambie jirani yako, ni wa thamani ndugu yangu. Mwambie tena. Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao. Tunda la Roho. Tunda la Roho ni upendo. Upendo ni maisha ya watu wa Mungu. Na maisha ni upendo. Watu wa Mungu, wokovu ni mabadiliko ya tabia. Huu ni msimu mpya, ni mwaka tuliouanza mpya, ili Mungu wetu wa urejeo wa ukoo wa Mwansaso, ili tuweze kupenya, anahitaji kuona mabadiliko ya tabia. Kwa hali ya ibada ya leo, naamini kila mmoja umeamua kubadilika. Kwa kupenya ni haki yako. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako, kalitendee kazi hilo neno. Mwambie tena. Watu wa Mungu, afu tuna tabia